Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kwa majina naitwa Paul Andrew, ni naibu katibu jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam. Siku hii ya leo tuko hapa viwanja vya Mnazi Mmoja tukiwa na TRA wakiwa wanazindua huduma hii ya dawati la uwezeshaji wa kibiashara. Sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara tumeshirikishwa, na kwa kweli tunafurahi kuona yale ambayo jumuiya ya wafanyabiashara tumekuwa tukiyasema kwa muda mrefu, baadhi likiwemo na hili sasa yameanza kushughulikiwa. Jumuiya ya wafanyabiashara sote tumekuwa tunalia kwamba tunataka serikali iongeze wigo wa walipa kodi ili kupunguza hizi kero mbalimbali ambazo zinatokea kwa wafanyabiashara wachache ambao tunafanya biashara. Sasa tunataka tukawa tunashauri serikali na wao wajaribu kutafuta mbinu za kutanua wigo wa kuwafikia wale wafanyabiashara wa chini kabisa, ili na wao waweze kulipa kodi na kushiriki kwa shughuli za kiuchumi kwa staili hiyo, lakini zinazochangia pato la serikali. Kwa hiyo hii sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara tumelipokea kwa furaha kwa kweli, na tunaipongeza serikali hasa kupitia mamlaka ya mapato Tanzania na Mheshimiwa Kamishna wa Kodi Yusuf Mwenda kwa kuliona hiyo na kwa kuamua kulifanyia kazi na leo hii kuzindua hapa viwanja vya Mnazi Mmoja. Kwa hiyo kwa hilo tunalipongeza sana na tunawatakia kila laheri. Sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara tunaahidi kutoa ushirikiano katika kila ngazi kama alivyosema, mpaka ngazi ya kata, kwa sababu na sisi tunafanya kazi na hawa wafanyabiashara ambao wamewakusudia wao. Kwa majina naitwa Rajab Rashid Mnasi, ni msemaji wa jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania wilaya ya Temeke. Leo tulikuwa kwenye uzinduzi wa jukwaa la TRA kwa ajili ya kuwashukia wafanyabiashara wadogo na wakubwa. Kwa niaba ya wafanyabiashara wa wilaya ya Temeke, nipende tu kuipongeza serikali na TRA kwa ujumla, kwa maana jukwaa hili sasa linaelekea kusikiliza kwa ukaribu changamoto za wafanyabiashara wadogo na wakubwa. Changamoto ambayo ilikuwa inatukabili kubwa kabisa ni wafanyabiashara hawa wadogo kuogopa kuzungumza na TRA, na ndio maana unakuta wigo wa wafanyabiashara wanaolipa kodi ni mdogo kuliko hawa wasiolipa kodi, wakwepa kodi. Sasa jukwaa hili, kwa kulitumia jukwaa hili, wafanyabiashara sasa hata wale wadogo ambao walikuwa wakiogopa kufanyiwa mahesabu, sasa watakuwa wako huru kufanyiwa mahesabu na kuchangia taifa lao kwa ajili ya mapato ya kitaifa. Nipende kuipongeza serikali na kutumia fursa hii kuwashauri wafanyabiashara wadogo, wakubwa na wale wakati. Jukwaa liko kwetu, na sisi kama viongozi tutajitahidi kushirikiana na TRA kwa ajili ya kuwafikia wafanyabiashara wadogo, na hawa wafanyabiashara wadogo sasa au wakubwa na wale wakati ambao walikuwa wakikwepa kodi kwa namna moja au nyingine, tunawaomba waje wasikilizwe changamoto zao ili ziweze kutatuliwa kwa wakati. Tunajua wengi hawana TIN number, wengi wanafanya biashara lakini hawachangii taifa lao. Waje wasikilizwe, wana changamoto, wana matatizo, waje wasikilizwe. Kupitia jukwaa hili wataweza changamoto zao zitaweza kutatuliwa. Kwa majina naitwa Pendo Lucas. Tuko hapa Mnazi Mmoja katika uzinduzi wa dawati la wafanyabiashara. Kauli mbiu yao tunakufikia, tunakusikiliza na tunakuwezesha. Tumemsikia kamishna wetu wa TRA amekuja na mpango mkakati kwa ajili ya kuwawezesha wafanyabiashara. Kwanza ni kuwafikia, na pili ni kuwasikiliza, na tatu ni kuwawezesha. Tunashukuru sana kamishna wetu wa TRA ameanzisha mpango mkakati wa dawati hili la wafanyabiashara, na wafanyabiashara wengi wamepatiwa TIN namba hapo. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa mpango huu ambao wamekuja nao TRA. Itakuwa ni rahisi kwa wafanyabiashara kufikisha matatizo yao kwenye dawati la wafanyabiashara, na yatatatuliwa kirahisi wakiwa na dawati la wafanyabiashara. Pia mpango huu utatuwezesha hata wafanyabiashara kukopa. Utakopa kupitia kwenye dawati. Kwa hiyo nawahimiza wanawake wenzangu tuje kwenye dawati hili la wafanyabiashara ambao limezinduliwa leo rasmi na kamishna wetu wa TRA Tanzania. Tumeanza na hapa Mnazi Mmoja, na wakaribisha sana wanawake, tusiache fursa hii ambayo inatoka karibu sana na ofisi za TRA. Lakini kamishna amesema pia ataweka mawakala kwenye kata zote
mawakala wa TRA. Ina maana huduma za TRA zitakuwa zinakufuata kwenye kata yako, huna haja ya kuhangaika. Tunampongeza sana TRA, tunawapongeza sana wafanyakazi wa TRA, na tunampongeza sana Rais wetu Mama Samia kwa kuachilia hii fursa ya dawati la wafanyabiashara Tanzania. Asante sana. Asante. Kwa majina mimi naitwa Daudi Samsoni Kusena. Ni msemaji kwa niaba ya mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara wilaya ya Kigamboni. Naomba nichukue nafasi hii na mimi pia kuishukuru serikali kwa nafasi hii ya kuweza kuwakusanya wafanyabiashara na kuweza kuwafungulia dawati hili kwa ajili ya kuwaunganisha, lakini pia kuwafungulia milango ambayo inaweza ikawasaidia wafanyabiashara kwenda kuzungumza shida zao, lakini pili kwa ajili ya kuwawezesha kukuza mitaji yao katika mazingira ambayo ni rafiki. Kwa mara nyingine pia nichukue nafasi pia kumpongeza kamishna wa mapato Tanzania ndugu Yusuf Mwenda. Kwa kweli ana vision ya moja kwa moja kuhakikisha kwamba anawasaidia wafanyabiashara wote Tanzania, hususan wale wenye mitaji midogo, katika kuwawezesha kukuza mitaji yao na kuwatengenezea mazingira rafiki, kwa sababu dawati hili linaenda kuwa ni chachu, linaenda kuwa ni mfunguo, linaenda kuwa ni mfano, linaenda kuwa ni mlango wa kuwawezesha kuwaunganisha baina ya wafanyabiashara pamoja na serikali yao, hasa kwa ajili ya zile kero zao ambazo wanakuwa nazo waweze kutatuliwa kwa wakati. Kwa mara nyingine pia nichukue fursa hii pia kuipongeza serikali. Hii imekuwa ni jambo la msingi sana, ni jambo muhimu sana, lakini pia linaenda kutoa elimu kwa watu walio wengi zaidi, hasa pale ambapo mtu anapokuwa labda na changamoto zake za kibiashara. Mwanzo alikuwa haelewi ni namna gani anaweza kufanya, akapata njia ya kuweza kumsaidia na kutatua changamoto zake, lakini kwa sasa tayari jukwaa hili linaenda kuwa ni sehemu sahihi ya mfanyabiashara kuweza kwenda na kufikisha kero zake, lakini pia kutatuliwa changamoto zake. Kwa mara nyingine nichukue nafasi pia kuipongeza serikali, nasema asante. Kwa jina naitwa Bashiri Sanga. Mimi ni kiongozi ndani ya mji wa Kariakoo. Bwana, tunashukuru sana siku ya leo, tumekuwa na wasaa mzuri wa kuweza kukutana na kiongozi wetu kamishna wa TRA Bwana Mwenda. Kwa kweli kuna jukwaa leo limefunguliwa la issue ya biashara. Hili jukwaa limeenda kufunguliwa kwa kuleta fursa watu mbalimbali. Cha kwanza kabisa linalenga wafanyabiashara wadogo, wa machinga, wale vikoba mbalimbali. Issue kubwa ni kwenda kuongeza pato la nchi, pato la taifa, kwa sababu kuna wakati hizi kodi zimekuwa zinatuegamia sana upande mmoja, alafu upande mwingine zinashinda kuhusika, lakini hii nyundo inaenda kugonga pande zote mbili. Ndio ambacho nimefurahi mimi zaidi, na najua kabisa nchi itaenda kupata mapato kwa bila kutumia nguvu, bila kusukumana, na kodi itaenda kukusanywa kodi ya kutosha, kwa sababu najua Mtanzania ni mtu anayependa kukumbushwa. Sasa kupitia hilo ninashukuru watumishi wa serikali, watumishi wa TRA wamekuwa ni wasikivu, tunafanya nao kazi vizuri, na uzuri mimi nipo kwenye kitengo cha uratibu na mawasiliano. Tumekuwa tukikaa vikao vingi sana, lakini kupitia hili dawati la biashara basi litaenda kufungua fursa kubwa zaidi na kuongeza pato kubwa zaidi ndani ya nchi yetu. Nashukuru sana, pamoja nashukuru sana. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.